au tutajutia milele, tutaikumbuka siku ya baraka. Somo letu linasema ya kwamba namna ya kukua na kuongezeka katika Bwana na katika mwili. Namna ya kukua na kuongezeka katika Bwana na katika mwili. Mungu nisaidie, Mungu tusaidie. Nifundishe kuwafundisha watumishi wako. Ni katika jina la Yesu Kristo, penzi yako yatimizwe. Tupa dakika chache duniani za kuishi ili tuweze kuzitumia kwa faida. Yesu, tunaomba neema yako ya pekee ikazidi sana kwenye fahamu zetu, kwenye mioyo yetu, kwenye fikra zetu. Ni katika jina la Yesu. Umesema nituma neno ili tuweze kupata faida. Naomba Baba tufundishe sasa ili tuweze kupata faida. Ni katika jina la Yesu Kristo mshukuru. Amen. Mzazi akishazaa mtoto wake wa kike au wa kiume, furaha yake kubwa ni kuona anakuwa na kuongezeka. Mama anaweza kaangaika, kaenda hospitali na mazingira tofauti, anapoona mtoto wake aongezeka. Kama hana hela ya chakula, lishe, anaweza kaenda kakopa hata fedha kwa jirani, akakubali kwenda hata kufungwa kupata kesi, cha msingi mtoto akue. Wamama wanahangaika sana, wanateseka sana, lakini nia yao ni kutamani mtoto akue. Baada ya mwanadamu kuokolewa, hata kama alikuwa na umri mkubwa kiasi gani, amegeuzwa akawa mtoto. Yesu anasema ya kwamba sisi ni wanafunzi wake, watu wa kujifunza kila itwapo leo. Haijalishi tumekuwa na maarifa kiasi gani, lakini furaha ya Yesu ni kuona tunaitwa wanafunzi, sio mabosi katika wokovu, sio watu wenye vitambi katika wokovu, sio watu wa kuridhika katika wokovu. Anataka tuitwe wanafunzi, watu sio na kikomo katika kujifunza. Haijajua tumeshinda mangapi, haijalishi tumeweza mangapi. Anachotaka tuendelee kuwa wanafunzi. Tunakuwa wanafunzi. Ukishamwamini Yesu Kristo, ukawa na viwango vizuri katika imani, ukakataa kukua na kuongezeka, sikiliza, jaribu ambalo nimelipitia Jumatano ni tofauti na nalopitia Alhamisi. Kwa hiyo kama nimekataa kuongezeka, jaribu nitakalo nalo siku ya Alhamisi sitashinda, kwa sababu nimekataa kuongezeka. Kila mwenye pumzi apige makofi kwa alipo kwa jina la Yesu. Siku ambayo utasema kwenye maisha nimefika, ndio siku ambayo utapoteza hatima yako njema. Siku ambayo utasema mimi naweza kila kitu, ndio siku ambayo utashindwa kila kitu. Siku ambayo utasema mimi inatosha, ndio siku ambayo utapoteza dhahabu unayoiona kwa macho. Nataka nikwambie mtumishi wa Mungu, ukishaokoka, thamani ya kwako tunaiacha, alafu tunakuja tunamkimbilia anayetupa thamani. Kama Yesu asingetukumbuka kule matopeni, tusingekuwa hivi tulivyo. Kwa hiyo kama tusingekuwa hivi tulivyo, tunamtafuta yule anayetufanya tuwe hivi tulivyo. Ni hivi, Mungu anamuita mwanadamu kama alivyo ili amtengeneze kama atakavyo. Kama Mungu amenifanya hivi nilivyo, ana uwezo wa kunifanya vile nitakavyokuwa kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa siwezi nikatupa kesho yangu kwa kulizika. Safari bado ni ndefu kwa jina la Yesu. Lukas. Namna ya kuongezeka na kukua katika Bwana na katika mwili. Luka sura ya 1 mstari ule wa 80. Yesu kanisaidia mbele kimoja niende kwa msomaji. Na kitabu kingine tusoma Luka sura ya 2 mstari ule wa 40. Luka sura ya 1:80. Kama kuna mtu amepaona, naomba tuende kwa pamoja kanisa la Mungu wote kwa pamoja. Karibu sana. Luka 1:80. Ndio. Yule mtoto akakuwa, akaongezeka. Nguvu rohoni. Akakaa majangwani. Hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli. Tunajifunza juu ya kuzaliwa kwa mtu aliyekuwa anaitwa Yohana.
Yohana alikuwa ni mtangulizi wa Yesu Kristo. Sikiliza kwa makini, ewe mwenye hatima njema, kwa jina la Yesu. Baada ya yule mtu aliyekuwa anaitwa Elizabeth na mmewe Zakaria aliyekuwa kuhani, alikuwa anahudhuria mbele za Bwana. Kipindi hicho pazia la hekalu bado halijapasuka. Ghafla akatokewa na malaika akasema, utazaa mtoto na jina lake utamwita Yohana, na huyu mtu atakayezaliwa atakuwa majibu kwa walimwengu. Zakaria anatoka kwenye lile pazia la hekalu, amekuwa Mungu. Anapita, wanamtazama, walikuwa wanamsubiri huyu mtu aongee. Sasa tengeneze connection. Baada ya Elizabeth kupokea mimba kwa neema ya Mungu, baada ya kuongezeka kwa muda mrefu, baada ya kukua katika Mungu kwa muda mrefu, akastahili kupokea makuzi yake. Hivi si kila mmoja anataka kuinuliwa, si kila mmoja anataka kuheshimiwa, lakini nakuhakikishia kama ukui na kuongezeka, kuinuliwa sawa, labda ukachukua maji hapa. Ameongezeka akapokea. Alipokea nini? Luka sura ya kwanza mstari wa 14. Malaika anamtokea Mariamu, anamwambia salamu, uliyepata neema. Mariamu akafadhaika moyo, akasema hii salamu ni ya namna gani? Anashangaa ile salamu, kwa maana sio kawaida. Akasema, tazama, utazaa mtoto na utamwita Yesu. Sasa baada ya Mariamu kujiuliza, malaika akasema, hebu tazama ndugu Elizabeth, sasa hivi ni miezi kadhaa ameshapata mimba aliyekuwa hazai. Mariamu akafunga safari, akaenda katika nchi ya Galilaya, akakutana na Elizabeth. Alipomsalimia, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo la Elizabeth. Ghafla Elizabeth akajaa Roho Mtakatifu, akaanza kusema kwa lugha za kigeni. Inatufundisha nini? Unapokuwa mtu wa kuongezeka katika Mungu, unaweza usifanane kumiliki, lakini kama unaongezeka katika Mungu, mahali pasiri kumiliki ni hali yako kwa jina la Yesu. Nasema nikwambie kitu kimoja. Daudi kule polini alikuwa hajulikani na mtu yote. Alipokuwa anapigana vile vita na ndugu na simba, alikuwa peke yake mahali pasiri. Akawa ni mtu wa kuongezeka katika uaminifu, wa kuongezeka katika mapambano. Ilipofika Mungu akatamka akasema, Daudi awe mfalme, akikuhitaji kikao cha wachawi wala kikao cha ukoo. Bwana akamwinua akamheshimisha. Mtu wa Mungu, kuinuliwa ni mchakato. Kuinuliwa ni maandalizi. Kuinuliwa ni kumheshimu Mungu. Kuinuliwa ni kutembea na Bwana. Haleluya, haleluya. Sasa yule mtoto akakua. Yohana aliyekuwa mtangulizi wa Yesu alikuwa. Anasema hivi, akaongezeka nguvu rohoni. Akaongezeka nguvu rohoni. Ndio maana tunapoenda kupigana vita, hatujiamini kwa sababu tulipigana vita. Tunajiamini kwa sababu tumefanya research ya vita inayoenda kupigwa ni ya namna gani. Hatuwezi tukaenda na silaha za mwaka jana wakati wao wana silaha tofauti. Lazima tuchunguze, tufanye research kwa maana kwamba, je, silaha walizonazo na za kwetu zinafanana? Na kama zinafanana, je, jeshi letu tulilonalo lina nguvu kuliko wao? Haleluya, haleluya. Maana kuna vita inapokuja, kama imekuzidi, unakosa amani moyoni. Kwa nini unakosa amani? Maana Mungu anakuambia ongezeka. Bwana Mungu, jana nimeshinda, ongezeka. Usikatae kuongezeka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi, akakaa majangwani. Baada ya kuongezeka rohoni, ameongezeka rohoni, akakaa majangwani. Akakaa mazingira ambayo hakuna maji, hakuna chakula, hakuna maduka, hakuna ustawi. Akakaa majangwani. Halafu mwishoni anasema hivi, hata siku ya kuachia wana wa Israeli. Maanake Mungu anapomtengeneza mtu, hamtengenezi mtu kwa sababu ni mtu.
anamtengeneza mtu aliyekuwa amepoteza utu kwa kumrudishia utu. Yaani ni hivi, unapokutana na hali ngumu kwenye maisha inayoondoa utu wako, usipambane kutafuta utu wako, pambana kumtafuta Mungu anayerudisha utu uliokuwa umepotea. Kila mwenye pumzi apige makofi pale alipo kwa jina la Yesu. Heshima yako inapokuwa imepotezwa, imeliwa na parare na nzige na madumanyu na parare, usipambane kutafuta heshima yako. Ipo Mungu anayeheshimisha. Nenda mahali pa siri. Daudi hakujua kama yatatokea. Nabii Samueli ametuma katika familia ya Yese. Yesu anasema amebaki, lakini ni mdogo, tena anachunga kondoo. Lakini akasema ya kwamba mwiteni mimi aje. Hatuelewi na chochote mpaka Daudi aje. Daudi anakuja na shanga, ananukia ng'ombe, ananukia kondoo. Kama unavyonukia wewe, shida, tabu. Tukikuona unafanana matatizo. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Yupo Bwana anayeisha matatizo kwa jina la Yesu. Muelewe, uishi, ushinde katika yote. Amen. Hatubadilishi mambo kwa sababu tumebadilika. Tunabadilisha mambo kwa sababu tumebadilishwa. Kila anayekubali kubadilishwa na Mungu, huwa anabadilisha mambo ya familia, huwa anabadilisha mambo ya elimu yake, huwa anabadilisha mambo ya ukoo wake. Usitumie hasira kubadilisha mitazamo ya watu. Tumia Mungu kubadilisha mitazamo ya watu kwenye maisha yako. Unapotumia hasira, Biblia inasema hivi, hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Kwa hiyo ili tuweze kutenda haki ya Mungu, lazima hasira ya Mungu iwake ndani yetu. Sio hasira ya sisi iwake itende ya Mungu. Hasira ya Mungu lazima ishuke, iwake ndani yetu. Inapowaka ndani yetu, utakuta hauchukui panga, unachukua kitu kinachoitwa rapako sekete. Usiku na mchana na mwomba Mungu. Hasira ya Mungu inawaka, hasira ya Mungu inawaka. Mwisho wa siku unaanza kuimisha mambo. Bwana Yesu asifiwe. Waisema nilikuwa nashuhudia, mimi mwenyewe niliajiriwa bila vyeti. Mimi niliajiriwa bila matokeo, sababu matokeo na matokeo yalikuwa yamefuta kozi mbili. Kaajiriwa sana kozi mbili. Haleluya. Na kutumia mafanikio ya mwili, tunasikiliza kwa makini. Yule mtoto akakua, akaongezeka katika nguvu rohoni. Mtu wa Mungu, ushindi na ubora wa mtu unaanzia moyoni. Yaani unapotaka kuwa mtu mwenye nguvu, ndio maana Yoshua akawashinda kwa ukali wa upanga, sio kwa ukali wa Yoshua. Maana kama ni kwa ukali wa upanga, omba Mungu akupe upanga. Upanga ni nini? Neno la Mungu. Sasa wewe neno la Mungu huna. Zimejaa tamthilia za dunia. Neno la Mungu halimo. Kushinda sahau. Tulaumu sana. Na mwingine hadi mtu anaomba maombi tu unamchunguza. Tuombeane. Unamuuliza okay. Siku ya kwanza unamwambia. Siku ya pili tuombeane, msigoma huko. Unaishi. Kwa analeta utani, piga kofi, endelea na safari yako. Ndio unatioshea njia. Kwa sababu kila aliyekataa kukua na kuongezeka amekataa kesho yake. Kwa kulia na kucheka, jua hili. Ukikua kuongezeka, mzazi amlei mtoto kwa sababu ni wa kwake. Anamlea mtoto kwa sababu anaongezeka. Tele. Ndio maana mkiwa watoto 7 nyumbani, kuna mtoto na kuna huyu ndio mtoto. Wakati yetu hapa, kila mmoja yuko kwenye makundi ya mawili. Kwenye kundi la watoto wako na kwenye kundi la huyu ndio mtoto. Hata kwa Mungu hivyo hivyo. Tuangalia hapa naona wengi ni wapenda. Haleluya, haleluya. Ongezeka. Sasa moja nikamwambia kwamba tokea gari nilikimbia, nilikuwa sijui kuendesha. Nilikimbia. Tokea gari sijui kuendesha nife. Ongezeka. Mwambie Mungu akupe ujuzi. Mungu nifundishe kuishi. Mungu nifundishe kutembea. Mungu nifundishe kunyenyekea. Mungu nifundishe kuenenda. Ni kweli Bwana, kwa sasa sijioni kama naweza, lakini kwenye kesho yangu naona kuweza. Kwa nini? Naongezeka. Ninakuwa katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sioni kuheshimika. Sioni kama mimi ni mtu, lakini katika kesho nimekushika wewe unayetengeneza utu ndani yangu. Yupo Bwana atakayekuwezesha kuwa na kuongezeka. Haleluya, haleluya. Wewe kila siku ni mwenyekiti wa Mbeya. Au utafika mbinguni, utafika Mbeya. Tena nakwambia, kuwa na kuongezeka katika Bwana. Mungu ni mwema siku zote. Nenda mahali pa siri. Haleluya, haleluya. Kaa kimya na Mungu wako. Msikilize Mungu aliye hai. Ipo neema ya Bwana kwa jina la Yesu. Kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 4. Luka 2:40 inasema, yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu. Amejaa hekima.